Chama kipya cha Democratic for Citizens Party DCP kinachohusishwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kimeibuka na kulaani vikali hatua ya chama cha United Democratic Alliance kumfukuza seneta mteule Gloria Orwoba, kikitaja kitendo hicho kwa ishara ya kuanguka kwa misingi ya demokrasia ndani ya chama hicho tawala. Orwoba ambaye aliteuliwa na chama hicho cha UDA kuhudumu katika seneti alipoteza uaminifu wa chama chake baada ya kuonekana akishiriki hafla ya kisiasa na umuzisha aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i katika kaunti ya Kisii na Nyamira. Hafla hiyo iliwakutanisha viongozi kutoka vyama mbalimbali na ni jambo ambalo litafsiriwa na baadhi ya viongozi wa UDA kama usaliti wa kisiasa. Hatua ya kumtimua Orwoba ilifuatiwa kwa kasi na tangazo la spika wa seneti Amason Kingi kuitangaza rasmi nafasi yake kuwa wazi licha kuwepo kwa agizo la mahakama lilozuia utekelezaji wa uamuzi huo. Tukio hilo limezua maswali kuhusu heshima na taasisi za sheria na nafasi za upinzani ndani ya vyama vya siasa vinavyojinasibu kuwa vyama vya kidemokrasia. Na kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa X mnamo Alhamisi Mei 22, DCP ilishtumu vikali UDA kwa kile walichokitaja kama ukosefu wa uvumilivu wa kisiasa na kushindwa kuvumilia maoni mbadala. Kwa mujibu wa chama hicho, uwepo wa Orwoba katika hafla ya nyumbani kwake Kisii haikuwa kosa la kisiasa bali ni dalili ya mshikamano wa kitaifa kwa viongozi kutoka pande zote waliohudhuria. DCP pia ilimtetea Orwoba kutokana na msimamo wake wa kumhoji waziri wa mambo ya nje Alfred Mutua kuhusu sakata la vijana waliopoteza pesa zao kwa ahadi ya ajira nje ya nchi. Kwa DCP, hatua hiyo ilikuwa ya kishujaa na kielelezo cha uongozi wa kweli unaotetea haki za wananchi. Na katika msimamo wake, DCP ilieleza kuwa kitendo cha spika Kingi kutangaza nafasi ya Orwoba kuwa wazi huku kesi ikiwa bado haijatolewa uamuzi wake katika mahakama ni kielelezo cha kubana kwa nafasi ya kidemokrasia nchini ya uongozi wa Rais William Ruto. Kwa sasa DCP imeahidi kusimama imara na kumtetea Orwoba, ikimwelezea kama mwanaharakati shupavu aliyejitolea kutetea haki za wasichana, utu wa binadamu na usawa. Chama hicho kilisisitiza kuwa haki ya kila Mkenya ni kuzungumza, kuuliza maswali na kushiriki katika siasa haipaswi kuwekewa mipaka ya kiitikadi. Kwa mujibu wa Gachagua, hatua ya kumfurusha Orwoba haipaswi kupuuzwa bali inapaswa kuamsha mjadala mpana kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini Kenya.